إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم لقاء الله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته فقد فاز المتقون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma na amani kiongozi wetu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, awali ya yote nitangulize kuihusia nafsi yangu, lakini sambamba na kuendelea kukuhusieni ndugu zangu watukufu wa Islam, kwa pamoja tuweze kushirikiana juu ya kutekeleza mambo makuu mawili. La kwanza ni kuhakikisha tunakuwa wacha Mungu, ndo maagizo ya Allah. Lakini la pili kuhakikisha tunakuwa watiifu kwenye maelekezo yake. Ndugu zangu, sasa hivi kuna msemo ni maarufu sana katika mitaa yetu, unaitwa uchawa. Kuna msemo unaitwa uchawa. Uchawa huu ni kitu ambacho kinatumika sana sana, lakini inawezekana tu ni namna ya jina, namna lilivyo, lakini inawezekana uchawa ulikuwepo tangia zamani, lakini sio kwa jina hilo. Nini maana ya uchawa? Uchawa unaokusudiwa ni kwamba mtu huwa yuko tayari kupoteza utu wake, yuko tayari kupoteza heshima yake kwa ajili ya kumfurahisha mtu wake, kwa lengo la kupata kitu kutoka kwake. Hii ndio maana fupi ya neno uchawa, ambao kwa sasa ndio umetrendi katika misemo yetu ya Dar es Salaam, uchawa. Sasa kitendo cha mtu yuko tayari kupoteza hata heshima yake, kupoteza utu wake, lakini kwa lengo la kutaka kumfurahisha mtu wake, lakini kuna kitu anachokitaka kwake. Uchawa huu umegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna uchawa ambao ni haramu kabisa, mutlaqan ni haramu, na kuna uchawa ambao ni halali. Naomba hapa sasa mnisikilize vizuri. Kuna uchawa ambao ni haramu na kuna uchawa ambao ni halali. Tunapozungumza uchawa ambao ni wa haramu, mtu kujiweka katika mazingira ya kuwa yeye yuko tayari kupoteza utu wake na heshima yake kwa gharama yoyote, kwa lengo la kumfurahisha mtu wake, kwa sababu kuna kitu anataka apate kwake. Uko uchawa wa haramu pale ambapo mtu atakuwa yuko tayari kuyasema ya yule mtu wake hata kama si ya kwake, yani akamtangazia mambo ambayo fulani yuko hivi yuko hivi yuko hivi, ni ilhali zile sifa hana, lakini lengo anajua baada ya kusikiwa maneno haya nimeyasema, ima kwamba ninayasema mbele yake, akisikia wenda ataniona mimi ni mtu wake wa maana na kile ninachokitaka kwake nitakipata kwa wepesi. Lakini zile sifa ambazo unazitoa mbele yake au unazitoa wakati yeye hayupo, lakini ukiwa una matumaini hapa kuna watu wananisikia, kuna watu wananiona, watafikisha hizi taarifa kwa mwenyewe, na zikishamfikia, nani aliyosema hivyo, nani alikuwa ananifagilia kiasi hiko, fulani, basi iko ninachokitaka nitapata. Lakini ukawa uko tayari kuongopa, unaongopa. Katika Uislamu al-kadhibu haramu, uongo katika Uislamu ni haramu. Kwa hiyo usitue ukatumia uongo kwa lengo
la kutaka yule unayemfagilia akusikie ili upate chochote. Kuna wakati mtu mwingine analenga kupewa mamlaka ya cheo kwa sababu ya kumsemea mtu fulani mwenye cheo ili na yeye apate cheo. Kwa hiyo anamsemea hata kama yale ambayo sio, ili kuwaingiza mkenge watu. Tatizo hilo ni tatizo. Uchawi wa design hii utafanya watu waende motoni. Kwa lazima tuwe makini katika mazingira ya usemaji. Tunasema nini? Sawa, ni kwa sababu ya nini? Iko unachokikusudia wewe hiko. Kama sicho, hakikunufaishi chochote, na hasa uko uendako, uchawi huu achana nao mapema mno. Kwa sababu tunaona katika wakati wa Nabii Allah Musa, walipatikana watu ambao wanamsapoti Firauni, na hao ndio walikuwa machawa wa Firauni. Firauni nafika wakati anasema ana rabbukumul aala, mimi ndio Mungu wenu mkuu. Jamaa wale utawile ndio hivyo, na wanakubali kabisa kwamba wewe ni Mungu, lakini wakati huo wanajua pia sio Mungu. Lakini kwa sababu gani? Kuna wanachokitaka kutoka kwa bwana Firauni. Lakini ilifika wakati Nabii Allah Musa na ndugu yake Haruna walipokuja, wakawa wameambiwa wampe dawa bwana Firauni, wamlinganie bwana Firauni. Dawa wakati zinakwenda, Firauni bado anang'ang'ana na msimamo wake kwamba yeye ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Firauni akataka kuweka mdahalo baina ya Musa na Haruna pamoja na Firauni yeye na kundi lake, ili kuwaaminisha watu kwamba yeye ni Mungu kweli. Firauni alichokifanya, akawaita as-sahara, watu ambao wataalamu wa nguvu za giza, kawaita, bwana wewe kuna 1 2 3, mimi nataka munitengenezee mazingira mpaka watu waamini kwamba mimi ni nani. Wale sahara, watu wa nguvu za giza, wakaja katika jambo lile. Sasa wakakubaliana kila mmoja aonyeshe kile ambacho anaweza akakionyesha ili kuwaaminisha watu. Wakakubaliana. Jambo lenyewe ni lipi? Wale mabwana walikuja na vibakora vyao, walikuja na vikamba kiasi ambacho wanaweza wakawatengenezea watu mazingira ya kiini macho, wakaelewa kwamba kweli hii ni miujiza, na miujiza hii ni ya Mungu. Mungu nani? Firauni. Basi walipofika, jambo la kwanza, angalia uchawa kwa sababu mtu anataka kutengeneza mazingira ili apate kitu kutoka kwa mtu. Wale mabwana, cha kwanza kabisa walimuuliza Firauni, wale mawizadi walimuuliza Firauni, wakasema, Mungu ananukuu, falamma jaa as-sahara qalu li fir'auna, walipokuja wale watu wa nguvu za giza, wale wachawi, wakamuuliza Firauni, a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin, kuna chochote tutapata ikiwa hili jambo tutakalofanya tukishinda kweli, na wewe ukaaminika kuwa ni Mungu kweli, si tutapata kitu? Naona kwa maana watengeneza uchawa wa kumtengenezea mtu mazingira ili aaminike kuwa yeye ni nani kwenye kile anachokitaka, ili mradi wao machawa kuna kitu wanachotegea wapate kutoka kwa huyo mtu. Haya, huu ni mkataba sasa. Kaambia haina shida. Kama ikitokezea mimi mkashinda kweli, jambo likaenda vizuri, mimi nakupeni. Malizana vizuri tu, ujira mzuri nakupeni. Tutapata chochote kitu, ndio mtapata.
Naona mkataba uchawa, mara nyingi uchawa unalenga kitu. Basi kafika mahala na muda sasa, kila mmoja aonyeshe jambo lake. Na nani aanze kutupa? Bwana Musa ana bakora lake liko mkononi, wale mabwana nao wana vibakora vyao na vijikamba kamba. Haya, tupeni sasa. Falqu ma antum mulqun, kile mchokuwa nacho atupeni. Anaanza, anzeni nyie. Wakaanza wale mawizadi wakiwa wanajiamini kwamba sisi tuko vizuri, tuko sawa sawa. Katupa vikamba vyao, tupa vibakora vyao. Mara watu kiini macho tayari wanawaona nyoka, snake wanatembea. Nyoka. Si zilikuwa kamba zile? Si zilikuwa fimbo zile? Mbona nyoka kweli kabisa. Haya, Musa kaanza kujenga hofu pale, anaogopa. Inawezekana bwana hapa jambo likawa nikakosa watu. Haya, Mungu wewe, mimi nifanyeje sasa? Ndio nadhalilika hivyo. Kama sikiliza, hiyo bakora yako ulioshika mkononi na wewe itupe hapo hapo. Basi alipoitupa naye bakora yake, ikageuka nyoka, akawa mkubwa zaidi kuliko vijoka vile. Alafu sasa cha ajabu ikawa nyoka huyu anameza vijoka vile vidogo vidogo, akavimeza vyote vikapotea. Sasa wale mabwana kwa utaalamu wao na elimu yao ya uchawi wakawa wanasema hapana, yani mazingira haya namna yalivyo, sisi hatujawahi kushindwa, kwa sababu sisi ndio mauiji wa hapa, hatujawahi kushindwa na mtu yeyote. Huu sio uchawi, hili jambo lingine kabisa. Wakaona huko tunaharibikiwa, tuachane na uchawa huu, tunapotea. Mungu ananukuu anasema, faulqiya as-saharatu sujada, wale wabana wote wakaanguka chini wakisujudi. Wale wachawi wa Firauni wale wakaanguka chini kusujudi. Alafu qalu, wakasema, amanna bi rabbi Musa wa Harun, tumeachana na uchawi Firauni. Firauni sio Mungu, si tumemwamini yule Mungu wa Musa na Harun. Tunaachana kule, tunatafuta huku ndo kwenye ukweli. Waliuacha uchawi kwa sababu uchawi ule waliona kwamba ule ni uchawi ambao unawapotezea mambo yao ya maana, unawapotezea akhera yao, na wale wanajua ni wataalamu. Kwa hiyo waliona kwamba uchawi ule ni wa haramu. Wakaona sasa sisi tuwe ni machawa sasa wa Nabii Musa na Harun, kuambatana katika kumtafuta Mungu wao yule, ili kumwabudia na kuyafanya yale ambayo anatuelekeza. Uchawi wa haramu, mtu kuwa yuko tayari kupoteza utu wake, kuwa yuko tayari kupoteza heshima yake kwa sababu tu kuna kitu anataka amfurahishe mtu wake ili apate hiko anachokitaka kwake. Angalia, unapoteza utu wako kwa design ipi? Unapoteza heshima yako kwa design ipi? Lakini hiko unachokitaka kwa huyo mtu ni kitu kipi? Tayeb, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kusema katika moja ya hadithi ambayo imepokea Ibn Majah na Imam Tabarani, alisema, inna min sharri nasi manzilatan yawmal qiyamah abdan adhhaba akhiratahu bidunya ghairihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha madhara ya uchawa usio na maana alisema hivi, hakika muovu zaidi wa watu, inna min sharri nasi manzilatan, hakika muovu zaidi wa watu kwa daraja. Wapi? Yaumul qiyama, siku ya kiyama. Nani huyo? Abadan adhhaba akhiratahu bidunya ghairihi, ni yule mja ambaye yuko tayari kuondosha thamani ya akhira yake kwa ajili ya kutengeneza dunia ya mtu mwingine. Yuko tayari akapoteza utu wake na heshima yake
mahusiano yakawa mabaya kati yake na Mungu wake, ili aweze kumfurahisha mtu mwingine atengeneze dunia yake, kwa sababu kuna kitu kidogo atakipata kutoka kwake. Tatizo hilo ni tatizo. Sasa ndugu zangu watukufu, uchawa wa design hiyo ya mtu kuwa yuko tayari hata akhera yake aiathiri, akhera yake aiharibu kwa lengo la kutaka kutengeneza dunia ya mtu mwingine. Anajua huyu bwana akipata atakachokipata iko cha dunia, na mimi nitaambulia kidogo. Wewe bwana, tatizo hilo ni tatizo. Mtu mmoja anaitwa Dhunnuni al-Masri, katika miongoni mwa wacha Mungu mawali wa Allah. Katika pita yake alipita katika eneo la shamba, akakuta kuna kijana yuko pale anafanya ibada, kajitenga kwa mbali kabisa, kwa sababu shamba liko nje ya mji. Chapa ibada zake, anapiga ibada zake. Yule bwana mkubwa upita, yule kijana itakuwa sio mtu wa kawaida. Yule kijana ana mambo yake. Kwa nini aache kukaa vijiweni na masela wenzie, alafu yeye yupo huku peke yake anazungumza na Mungu? Huyu ana jambo. Akamsogelea mpaka pale alipofika, akamtolea salamu, assalamu alayka ayuha shabu, na kusalimia ewe kijana. Aliposikia ile salamu akamwambia huyu atakuwa Dhunnuni al-Masri, ni wali wa Mungu huyu. Sasa alichokifanya, kwa kuwa ipo ndani ya ibada hawezi kuitikia salamu, ikabidi afupishe, asome sura fupi, amalize haraka, akatoa salamu, kamaliza ibada yake ya swala. Haya, bwana vipi, mbona uko hapa? Baada ya kuitikia salamu na swali hili sasa ataka kulijibu, akaandika chini maandishi kwa kidole chake. Kaandika maana hataki kuzungumza, kaandika maneno bwana. Maneno aliyoyaandika yanasomeka hivi: muni'al lisanu min al-kalami li'annahu sababu radai wa jalibul afati, fa idha nataqta fa kulli rabbika dhakira wa idha sakatta fa'udda mautaka ati. Hayo ndio maneno ambayo alikuwa ameandika. Maneno haya yanafasirika hivi: ulimi umeziwiliwa kuzungumza, muni'al lisanu min al-kalam, ulimi umeziwiliwa kuzungumza. Kwa nini? Li'annahu sababu radai wa jalibul afati, kwa sababu ulimi ndio chanzo cha matatizo na maafa yanaletwa na ulimi. Kuropoka maneno bila kutazama unaongea nini, jambo gani, wapi, linahusu nini, linatengeneza kitu gani. Ulimi umeziwiliwa kuropoka. Haya, akasema hata kama ikibidi kuzungumza, fa idha nataqta fa kulli rabbika dhakira, kama utakuwa unaamua kusema, basi kumbuka kuna Mungu anakusikia, na Mungu ushafika wakati atakuchukua na utakwenda kutumikia kile ulichokisema. Sasa ukizungumza, fa kulli rabbika dhakira, kumbuka kuna Mungu. Wa idha sakatta fa'udda mautaka atin, ukiamua kukaa kimya vile sitaki kuzungumza, lakini hisabu kwamba mbele yako kuna kifo. Wewe ukimya wako, ukimya unafikiria nini? Unafikiria upuuzi? Unafikiria mambo ya maana? Ukimya wako pia unazingatiwa. Haya maneno waliandika chini. Dhunnuni al-Masri alipoyasoma alijikuta mchozi unamtoka, analia, maneno mazito sana. Pale Dhunnuni al-Masri na yeye akayajibu yale maneno, akaandika na yeye kwa kidole chake maneno anayosema: wama min katibin illa sayabla wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu fala taktub bikaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Aliandika maneno haya, wama min katibin illa sayabla. Hata wewe mwandishi anayeandika maneno itafika wakati atakufa na ataoza. Sio maneno, hata wale walioandika atakufa mwandishi na ataoza baada ya kuzikwa. Wa yabqa dahra ma katabat yadahu, yatakayobaki milele muda mrefu katika maisha ya watu wengine,
kile kilichoandikwa na mikono yake yule marehemu. Sasa fala taktub bikaffika ghaira shay'in yasurruka fil qiyamati an tara, usije ukathubutu kuandika kwa kiganja chako, kwa kidole chako, kwa mkono wako huo, isipokuwa uandike kitu ambacho siku ya kiyama ukionyeshwa kwamba uliandika hiki ukakiacha, yasurruka, kitakufurahisha kukiona. Akiwa anamaanisha uwe uchawa utakaofanya wewe kwa kuyasema maneno. Zingatia maneno gani unayasema, kwa ajili ya nini. Uwe uchawa kazi yako ile kuandika peji kila asubuhi kukicha, peji kurasa mkubwa kwenye Facebook, ukurasa mkubwa kwenye YouTube, ukurasa mkubwa kwenye nini, yani maana yake unaandika vitu kadhaa wa kadhaa. Kumbuka hivyo vitu, angalia shehe, pamoja kwamba unaandika kwa sababu ya uchawa fulani, angalia unaandika nini. Inawezekana ikawa ni sababu ya kusambaratisha watu, inawezekana ikawa ni sababu ya kugombanisha watu, inawezekana ikawa ni sababu ya kupoteza maisha ya watu kwa sababu ya uchawa. Sasa angalia, uwe makini. Kwa hivyo maneno haya yalitengeneza mazingira kuonyesha kwamba kumbe hata uchawa unauleta, hebu angalia, una uchawa wengine wa haramu. Sio kila kitu cha kuandikwa na kila kitu cha kusemwa na kila kitu posti tu ovyo ovyo. Hapana, chunga lugha zako, unaongea nini na nani, kwa ajili ya nini. Angalia uko unachokiandika, unaandika nini kwa ajili ya nani, unaandika nini kwa nani na kwa ajili ya nini, kitaleta athari gani. Wewe unaweza ukapita ukaondoka ukafa. Lakini pia madhara ya uchawa ambao wa haramu, madhara yake sasa, madhara yake. Abu Shama aliwahi kutoa angalizo. Abu Shama ni katika mmoja wa walimu wa al-Imamu Nawawi, waliomsomesha Imamu Nawawi, mmoja wapo anaitwa Abu Shama. Aliwahi kusema, mwanadamu ukiishi katika mazingira yako, ili uchawa usishike nafasi sana, usio kuwa na maana, ule uchawa haramu haramu, zingatia haya: ulita farida wa yauma wafatika satamutu wahida wa indama tudfanu satudfanu wahdaka farida fa in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra. Alisema mwanadamu, kumbuka haya kwamba wewe ulizaliwa peke yako, ikifika siku ya kufa utakufa peke yako. Ukienda kuwekwa kwenye mwanandani utawekwa peke yako. Hakuna mtu ambaye utakuwa naye pale, wewe kama wewe. Ndani ya mwanandani ukikuta kheri, kheri yako peke yako, na ukikuta shari, shari yako peke yako. Uliyemfanyia uchawa ana msaada na wewe kaburini. Wewe angalia uchawa wako, usije ukapoteza akhera yako kwa ajili ya kunufaisha dunia ya watu wengine, kwa sababu kuna kitu kidogo unakusudia kukipata kwa huyo mtu. Tatizo. Nimalizie kwa kusema upo uchawa wa halali, upo uchawa wa halali. Hata katika moja wanachuoni walisema hata at-tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilmi. Ule uchawa kujikomba komba si jambo zuri, isipokuwa linafaa jambo hilo fi talabil ilmi, upo katika kutafuta elimu. Ukatengeneza mazingira ya uchawa na shehe wako, mara umbeba viatu, mara umebeba hiki, mara umemsaidia hiki, mara unasikia mtu akimsema vibaya, wewe unakula naye sahani moja. Hiyo maana yake ni kwamba katika kitu unachokitaka ni kile kitu ambacho kina manufaa ya dunia yako na akhira yako. Na uchawa huo ndio uchawa ambao waliokuwa wakiufanya maswahaba kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mpaka ikafika wakati wako baadhi ya maswahaba 10 takriban, wale 10 mubashirina bil janna, waliobashiriwa pepo wakiwa hapa duniani, ni kwa sababu ya kutengeneza ule uchawa karibu na nani? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanahakikisha
cha mtume wanakitangaza, ya mtume wanayasemea, wako tayari kudhalilika kwenye familia zao, wako tayari kupoteza utu wao kwenye mazingira yao kwa sababu ya kumuhami na kumgadi na kumtetea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuyasemea ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashiri wa pepo wakiwa hapa duniani. Kwa hiyo angalia ni kitu gani, kitu hiko unachokifanyia uchawa kinaondosha akhera yako kwa sababu ya manufaa ya dunia ya mtu mwingine, kwa ili wewe upate sehemu ndogo ya dunia alafu akhera yako ishapotea, au uchawa unaofanya utakuwa na msaada na manufaa kwenye dunia yako na akhera yako. Hilo ndo jambo la kujipima, sio kukurupuka tu. Kwa hivyo yeye ni chawa wasanii, unamsemea vizuri, maana unajifanya umemfutafuta shati, maana unajifanya umemfutafuta kiatu cha msanii eti kwa sababu unaona bwana utapata chochote kitu. Hilo shekhe linakuumiza, hilo utaumia bure. Kwa nini? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata siku yake anasema almar'u ma'a man ahabba, siku zote mtu atafufuliwa pamoja na yule aliyempenda. Tazama uchawa wako ni upi. La msingi mimi na wewe na kila mmoja ambaye unaweza kuusikia ujumbe huu ni kwamba neno uchawa lazima tuwe makini. Habari za kujikomba komba kwa kila mtu kwa sababu ya kitu, na uko tayari kupoteza utu, kupoteza heshima yako, kupoteza akhera yako kwa ajili ya iko kitu unachokitaka kidogo tu kwa mtu. Duniani tunapita hapa duniani tunapita tu. Kwa lazima tuwe makini, tusije tukasambaratisha watu, tusije tukawaumiza, tukaingiza watu katika matatizo wakapata majanga watu. Ukiuliza kuna uchawa fulani, wewe una tatizo hilo. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe, atusaidie ili mradi haya tunayoyapata na kuyaelewa vizuri, ili mradi Mungu atupe salama akhera yetu na dunia yetu.